Mtazamaji bwana, mwanadada mwingine ambaye yupo katika kipindi kile cha A-list bwana, hapa tunamzungumzia Aunty Ezekiel. Aunty Ezekiel bwana, na yeye pia ameingia katika uzinduzi wa kipindi hicho kwa mbwembwe kweli kweli, lakini jinsi ambavyo ameingia bwana, ameingia kama the way ambavyo mwenzie alivyoingia. Yani huyu Aunty Ezekiel bwana ameingia kama alivyoingia Irene Uwoya. Irene Uwoya yeye ameingia kwa kubebwa kwenye kiti na mabouncer akiwa amekaa, lakini pia vile vile Aunty Ezekiel naye pia ameingia kwa system hiyo hiyo ya kubebwa na mabouncer kwenye kiti akiwa amekaa. Sasa basi maoni yamekuwa ni mengi, comment zimekuwa ni nyingi, page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na entrance ya wadada hao wawili, kama vile wameamua kuingia kwa staili moja, yani wameigana kwa namna moja au nyingine. Amna, tunakuombea. Marhaba. Ya hizo ndo eka bwana zilivyokuwa wakati anaingia Aunty Ezekiel na Irene Uwoya wakiwa wamebebwa kwenye viti na mabouncer. So hapa bwana, kuna bidada hapa amekuja kuripoti kuhusiana na hiyo taarifa. Ameandika kwamba bwana, ila mngeanguka nyie Irene Uwoya na Aunty Ezekiel ndio mngejua Mswahili na Queen ni nani. Mambo ya jana hayo ndani ya uzinduzi wa A-list Serena Hotel jijini Dar es Salaam. Aunty Ezekiel amekuja amecomment hapa anacheka. Kuna bidada mwingine hapa amekuja amecomment ameandika kwamba hawa maqueen bwana wanachekesha kinoma, mwisho wangebwagwa chini na hao mabouncer. Bwana, kwa kifupi ni kwamba tukio ambalo limetokea la hawa wadada kuingia wakiwa wamebebwa kwenye viti ni jambo ambalo limewafurahisha, limewachekesha watu wengi, lakini at the end of the day limetengeneza impression. Comment zimekuwa ni nyingi na jambo limeenda hewani, yani jambo limetrend. Kwa hiyo bwana, mambo ni win-win situation ni pande zote. So hivyo ndivyo mambo yalivyo, lakini nataka nikuelezee kuhusiana na hii A-list shows jinsi ilivyo na undani wake zaidi. Na mtazamaji bwana, mambo ni moto kweli huko mtandaoni bwana. This time around, moja kati ya story ambayo imemeke headline ni kwamba Karima Story bwana amerudi tena kwa mara nyingine kuja kuzungumza kuhusiana na ugomvi uliopo kati ya wapendanao. Bwana, huyu hapa si mwingine bali ni Harmonize na Kajala. Bwana, Harmonize na Kajala bwana, kumbe kuna ugomvi kweli, na kwa mujibu wa Karima Story, japokuwa kwamba wamekuwa wakijitahidi sana kudhihirisha wenyewe, yani Harmonize na Kajala wamekuwa wakijitahidi sana kudhihirisha kwamba hawana ugomvi, wako poa, hawajagombana, wanapendana, bado wapo kwenye mahusiano, lakini inavyoonyesha ni kwamba kuna fukuto la chini kwa chini. Kwa mujibu wa peji mbalimbali zimekuja kuripoti kile ambacho Karima Story amekuja kukithibitisha kwamba hawa wawili bwana hawana mahusiano mazuri, wana ugomvi, lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kila mtu anaishi kwake, yani kwamba Harmonize anaishi kwake, Kajala naye pia anaishi kwake, yani kwamba Kajala ameamua kuondoka nyumbani kwa Harmonize Konde Boy. So hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuja kuibua mzozo baada ya kufahamika hivyo kwamba Harmonize na Kajala wametengana, na Karima Story of course amekuja kulizungumzia hilo swala waziwazi, akidai kwamba sababu ambayo imefanya wawili hawa sasa hivi hapa kutengana bwana ni nzito kiasi kwamba hawezi hata yeye mwenyewe kuizungumzia waziwazi katika interview ambayo alikuwa anafanya na waandishi wa habari. Kwa hiyo Karima Story bwana anafanya interview na kule Sabasaba jijini Dar es Salaam, na amedai kwamba hawezi akaelezea kilichotokea kati ya Harmonize na Kajala, lakini kwa sasa hivi hawana maelewano mazuri. Karima Story bwana amejazia kwa kusema kwamba kama kawaida Harmonize of course anampenda sana Kajala, lakini vitendo ambavyo wanavyovifanya bwana vinaonyesha kama vile hayuko serious na mahusiano yake. Yani kwa mujibu wa Karima Story anasema kwamba Harmonize hajawahi kuonyesha kwamba kweli yuko serious na mahusiano yake dhidi ya Kajala. Wakati huo Kajala yeye anaonekana kwamba ameamua kusettle down, ameamua kutulia kabisa, kusiwe na jambo lingine lolote lile la kumkwaza Harmonize, lakini Harmonize mwenyewe amekuwa akiyumba. Hivyo basi Karima Story bwana amedai kwamba sasa hivi Harmonize anajitahidi sana tena kurudi katika kurudisha mapenzi yake yeye na Kajala, kwani ameonekana hivi karibuni bwana akiwa yuko amempeleka mjukuu. Yani hivi karibuni bwana ni kwamba Harmonize ameonekana yeye akiwa yuko na Amara, mtoto wa Mario na Paula, ameamua kumpeleka shopping, lakini still bado upendo wa Kajala haujarudi kwake, wamegombana.
Kari akaulizwa kwamba bwana, inasemekana kwamba kuna message, ni hilo kwamba Kajala amefumania message za Harmonize na wanawake wengine au kuna lingine? Kwa mujibu wa Karima Story, anadai kwamba kuna jingine kabisa na ni zito kweli kweli. Kajala kuvumilia kidogo imekuwa mtihani kwake. So peji mbalimbali bwana zimekuja kuripoti kuhusiana na kauli hiyo ambayo ameizungumza Karima Story dhidi ya mahusiano ya Harmonize na Kajala. Kwa mfano hapa bwana, kuna peji hapa wamekuja wameandika kwamba ugomvi wa Harmonize na Kajala ni mzito sana kuliko watu wanavyodhania, na wawili hao sasa hivi hawana maelewano mazuri hata kidogo. Lakini hapa chini wakaja wakaweka caption kwamba mwanamitandao maarufu nchini Tanzania anayefahamika kwa jina la Karima Story amefunguka tetesi za ugomvi mpya wa msanii Harmonize pamoja na mpenzi wake Kajala, huku akidai kwamba sababu iliyowafanya waachane sasa hivi ni kubwa isiyoweza hata kuzungumzika. Lakini pia peji nyingine hapa wamekuja wameandika kwamba bwana, Harmonize na Kajala safari hii kurudiana kwa kweli imeshindikana kabisa, mambo ni mazito. Huyo ni Karima Story mwenyewe, baada ya kufanya interview ameenda kuandika hiyo caption. So hivyo ndivyo situation ilivyo bwana. Lakini pia vile hapa wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hiki ambacho kimetokea. Bwana, nataka hapa nikusomee baadhi ya comment ambazo tumekutana nazo. Kwa mfano hapa kuna mtu hapa amesema kwamba bwana, Kajala atafute mtu alika lake, hawa vijana hawamfai. Kuna mwingine sasa ameandika kwamba bwana, waachane tu maana tumeshawachoka, tunaipenda hiyo kapo yao ila tumewachoka kila siku kuachana kurudiana, kuachana kurudiana, wakiachana kila mtu achukue 50 zake. Mwingine huyu hapa anasema bwana, ila mimi hii kapo bwana huaga naipenda, kwa nini hawaelewani, watulie. Mwingine anasema bwana, muongo huyu, angekuwa anajua kisa angeishafanya breaking news na kila mtu angefahamishwa. Mdau mwingine amesema bwana, mimi ninaposikiaga habari kama hizi roho huaga na niuma sana, bora mngeachana tu, msiongelee tafadhali. Kuna bidada hapa amekuja amecomment kwamba bwana, waachane tu maana tumewachoka sana tena sana. Kajala naye pia ni wa kumringia mtu, hebu aende zake, umri wenyewe umeenda. So baada ya hayo yote bwana, jambo lingine ambalo tumekutana nalo huko mitandaoni ni kwamba kuna hii voice ambayo Karima Story alishawahi kulizungumzia swala hili kwenye live yake huko TikTok, akiwa anaeleza pia vile kwamba Harmonize na Kajala bwana, mahusiano yao yapo rehani.